Akaniambia mimi ni dereva wa nyoka mkubwa sana, anaishi mlimani. Yule nyoka ana uwezo wa kubeba watu 500. Jicho lake moja ni kama taa ya gari. Alafu juu ya mgongo wake kuna mabaka, yani kila baka ni siti ya mtu anakaa. Kwa hiyo tuna uwezo wa kukaa watu 500. Yule nyoka ana ukubwa wa barabara, magari mawili yanaweza kupishana. Na ana urefu wa kama mita 100, yani uwanja wa mpira. Kwa hiyo sasa huwa tunakaa, mimi ndo dereva. Kwa hiyo wa kwanza kumkamata mchawi hapa Sikonge alikuwa dereva wa yule nyoka. Kwa sura ya kawaida ni jiwe la mlimani. Yani kiuhalisia ukiangalia ni jiwe la mlimani. Lakini sasa hapa ndio lango kabisa kubwa. Mahali ambapo nasema alikuwa anatokea, wao wanamuita ni babu wa kuzimu. Nywele zake ni nyasi. Nyasi zinaonekana. Upande mmoja huku ni paka, upande mmoja huku ni mtu, huku paka. Alafu hapa ni mbao. Hapa hivi ni mbao. Mikono yake hii ni miguu ya mbwa. Yaani miguu ya mbwa ndio mikono yake. Kwa ni jitu la kutisha. Akatoka nyoka mkubwa. Wewe walikuwa wamemsema yeye ana uwezo wa kubeba watu 100 tu. Akatoka nyoka mkubwa. Hiyo ni live, sio hata namna gani. Akatoka nyoka mkubwa kutoka kwenye ule mlima moja kwa moja mpaka kwa mkuu wa wilaya. Akaenda akakaa pale. Yule nyoka aliitwa polisi. Walimpiga risasi. Walipompiga risasi wale mabinti wakaja wakasema ni yule nyoka ile sadaka yake imeharibika. Nguvu zake zimeharibika kwa sababu ni wa kichifu, ameona aende kwenye eneo ambalo ni la mkuu. Ila labda kama ataweza kupata msaada. Sasa mkuu wa wilaya hajui hayo mambo. Akaita polisi wakampiga risasi. Nguvu za giza zipo. Okay. Uchawi upo kabisa. Tena mtu usifikiri tu kwamba namna gani, lakini uchawi upo kabisa. Na nimeona wachawi wengi wameokoka. Mpaka sasa wamefika wachawi 88. Mchawi wa mwisho tumemkamata Igunga, nafikiri uliona mikoba yake. Igunga yule mdada. Wachawi 88. Akiwemo bwana Katekela. Katekela alikuwa mtu wa 5. Lile kweli pale ni lango la kuzimu. Inaweza kaa kwa 100%, lakini malango ya kuzimu yako mengi. Lango la kuzimu ni kama hivyo jiwe roho, ni lango la kuzimu. Chooni ni lango la kuzimu. Njia panda hizi ni lango za kuzimu. Majalalani ni malango ya kuzimu. Sebleni kwako ni malango ya kuzimu. Mimi nilikuwa nikitumika kuzimu. Kwa maana nasema kwamba pale panaweza kuwa kuzimu. Watu wengi wanarudishwa nyuma kwa sababu ya hizi nguvu ambazo zinawafuatilia. Kama walivyozungumza, kuzimu na wachawi hawataki watu wafanikiwe. Sasa sijui wao target yao ni nini. Kama hutaki mimi nifanikiwe, wewe unapata nini kwa kuzuia mafanikio yako?